Eneo la Mbalali pamoja na eneo la Usangu ni miongoni mwa maeneo tegemeo katika masuala mazima ya maji. Kutokana na umuhimu wake, eneo hili ndilo ambalo linazalisha maji yanayotegemewa katika mto Great Ruaha, lakini pia maji yanayotegemewa katika bwawa la Mwalimu Nyerere pamoja na mabwawa mengine. Lakini moja ya changamoto ambayo imekuwa ikiathiri ni matumizi mabaya ya rasilimali hizi za maji, lakini pia uharibifu wa vyanzo vya maji. Na ndio maana Bodi ya Maji Bonde la Rufiji imezindua ofisi ya kwanza ya jumuiya ya bonde dogo la mto Mbalali chini hapa Mbalali. Ofisi hii ni mahususi kwa lengo la kuongeza nguvu katika usimamizi wa rasilimali za maji. Changamoto kubwa ilikuwa ni usimamizi wa vyanzo vya maji. Kutokana na uharibifu ambao unaendelea wa vyanzo vya maji, kulikuwa kuna shida ya upatikanaji wa maji. Kwa hiyo tukaona ni muhimu kujenga ofisi ili wao waweze kuwa na ofisi kwa ajili ya usimamizi wa vyanzo vya maji. Lakini pia kutokana tuna miradi mbalimbali ambayo inaendelea inahitaji maji. Mfano miradi ya umeme, mradi wa Julius Nyerere, mradi wa Mtela, yote inahitaji maji ambayo yanatoka huku kwenda kwenye hao mabwawa. Lakini pia kuna shughuli mbalimbali za kilimo. Zote kilimo cha mpunga katika hii wilaya ya Mbalali kimeshamiri kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tunahitaji sana maji ili yaweze kupatikana ili kuweza kusaidia katika shughuli mbalimbali za maendeleo kwa ajili ya wananchi. Akizindua ofisi hii, mkuu wa wilaya ya Mbalali anatoa msisitizo kwa jumuiya hii ya bonde dogo la mto Mbalali chini kuhakikisha kwamba wanasimamia sheria zilizoundwa. Jengo hili litasaidia sana na kurahisisha uratibu wa shughuli za usimamizi wa vyanzo vya maji na mazingira. Ufuatiliaji wa matumizi ya maji, yaani wenye vibali vya matumizi ya maji na wasio na vibali. Kwa kuwa tunatambua kwenye vyanzo vyetu wako watu wanaotumia maji bila vibali. Kwa hiyo uwepo wa jengo hili utasaidia kuratibu. Na kama wako ambao wanatumia maji bila vibali, basi kupitia ofisi hii ni imani yangu tutawapata hao watu na kuwachukulia hatua stahiki kwa mujibu wa sheria. Nao baadhi ya wananchi walioshiriki katika zoezi hili wanaeleza ni kwa namna gani uzinduzi wa ofisi hii utakavyokuwa na majibu tofauti na hapo awali. Kwenda kusogeza huduma jirani zaidi kwa wananchi. Mara ya kwanza wananchi walikuwa wanazipata hizo huduma kwa shida, na ndio maana wengi wa kiukaji wa sheria hizi za uhifadhi wa vyanzo vya maji walikuwa ni vigumu sana kuwapata. Ila kwa sasa itakuwa ni rahisi zaidi kuwapata kwa sababu huduma hizi zimeshuka chini kabisa. Kata ya Ubaruku ina watu wengi sana. Kwa hiyo na ni wengi ni wakulima. Na wengi wanapenda kutumia kilimo cha umwagiliaji. Kwa hiyo kupitia hilo wengi watatakiwa kufuata hizi sheria na kufuata taratibu na vibali kutaka kuchukua. Lakini eneo la kuchukulia lilikuwa wapi? Wengi walikuwa hawajui. Kupitia ofisi hii imesogea karibu. Nafikiri ni kazi ya sisi viongozi wa vijiji kuwapa elimu na kuwatangazia wananchi kwamba ofisi sasa imefunguliwa, wao waitumie. Uhifadhi wa uoto wa asili kwa uhakika wa maji. Hii ni moja kati ya mikakati ya serikali katika uhamasishaji wa wananchi kuendelea kuhifadhi uoto asili pamoja na vyanzo vya maji. Kutoka hapa Mbalali mkoani Mbeya, mimi ni Agustino Kihombo.